sana. Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa muda huu tuangalie neno la Mungu. Katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza. Korintho wa kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari ule wa 33. Yaandikwa, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Rudia tena. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Baba yetu, tunakushukuru tena kwa jioni hii ya leo njema. Tuko mbele zako Mfalme. Tunaomba Bwana ukatuhudumie kwa upendo wako. Na kila mmoja Mungu Mfalme ukampe kusikia sawa na jinsi ulivyokusudia jioni hii ya leo. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako Mungu. Naomba neema yako Mungu inisaidie katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema msidanganyike. Haya mazungumzo mabaya huwa yanaharibu tabia njema. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine mtu anapokuwa ameamua kuokoka, Mungu huwa anaweka huduma ndani yake. Bwana asifiwe. Anaweka huduma, anaweka kipawa ili kusudi katika hiyo huduma Mungu ambarikie kupitia hicho kipawa au karama ambayo Mungu amempa. Hebu ongeza kidogo kusema amina. Kupitia karama hiyo Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anapotuita maana yake tumtumikie, na anatupa vitendea kazi. Kila mmoja amepewa kitendea kazi ambacho inatakiwa mtu wa Mungu usamini ukitendee kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni huduma, uwemo katika huduma. Mkarimu awe mkarimu. Bwana asifiwe sana. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo anatahadharisha kuhusiana na mazungumzo yale ambayo ni mabaya unayoyasikia, yanaharibu tabia yako iliyo njema ambayo Mungu ameikusudia akupe, halafu akubarikie katika hiyo. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri kabisa mtu wa Mungu kujiepusha na mazungumzo mabaya, kwa sababu yale mazungumzo mabaya yatakuharibu. Bwana asifiwe sana. Wengi wamekatishwa tamaa na mazungumzo mabaya au na watu. Kwa hiyo shetani wakati mwingine anakuja kama vile ndivyo ilivyo, kumbe haiko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi huduma zao zimevunjwa na watu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya kusikiliza yale mazungumzo ambayo yanayosababisha kuharibu tabia njema ya mtu.
Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja akamwendea mtu mmoja, akamuuliza hivi wewe unakaa unatoa hivi unavyo vingi. Sasa ukimsikiliza wa hivyo anakuharibu tayari. Bwana asifiwe. Wengi wamevunjwa moyo na huduma ambazo zimewekwa ndani yao, wakavunjika moyo, wakakata tamaa. Bwana asifiwe kabisa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo ni vizuri sana kujiepusha. Asubuhi tumeona habari ya kujiepusha na watu ambao wanaoenda ambao ni watu ambao wanaoenda bila utaratibu. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema mazungumzo, msidanganyike. Mazungumzo mabaya, ni vizuri kusikiliza mazungumzo ambayo yanayoleta heshima kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yanayoinua mtu kutoka sehemu moja kuingia sehemu nyingine katika maisha yake ya kiroho. Bwana asifiwe. Na unapokuwa umeamua kuokoka, Bwana asifiwe, ni vizuri kupanda viwango, si ndio? Kukua na kuongezeka. Kwa sababu ukikaa pale ni rahisi sana kudondoka. Lakini unapokuwa kile kipawa na karama unaitendea kazi, si rahisi kurudi nyuma. Wengi wamerudi nyuma kwa sababu walifika mahara wakakaa hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakaa hapo. Hawaongezeki, hawakui kiroho, hawapambanui. Kwa hiyo unakuta kwamba wanapeperushwa tu na upepo. Kila upepo unaokuja unampeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile miaka ya nyuma ya 90 na kitu, kulikuwa na mchungaji anakuja hapa tukiwa pale. Sasa anasema, jamani, maana anakuja kwa ajili ya semina. Anatoka mbali huko. Anafundisha. Sasa kipindi hicho hata mazingira ya mchungaji yalikuwa hayaeleweki hapo. Choo chenyewe kimeenda upande. Yaani kila kitu hakiko sawa. Anasema.